Mjadala wa siku na mada itakuwa ni makubaliano ya ushirikiano wa ulinzi kati ya Saudi Arabia na Pakistan. Kukumbusha tu ni kwamba takriban wiki moja iliyopita Saudi Arabia na Pakistan zilisaini makubaliano ya ushirikiano wa kiulinzi. Hatua ya mataifa haya mawili imekuja katika kiwingu cha shambulio la Israel dhidi ya Qatar, na makubaliano hayo pia yanalenga kujenga miongozo ya ushirikiano wa kiulinzi kati ya nchi hizo mbili na pia kuimarisha nguvu zao dhidi ya uchokozi wa namna yoyote ile. Ikumbukwe kwamba Saudi Arabia ni mshirika wa karibu wa miaka mingi wa Pakistan, wakishirikiana kwenye masuala kadhaa ikiwa ni pamoja na kiuchumi, kiusalama na pia kiimani. Kadhalika, Saudi Arabia ikitajwa kwamba imekuwa ikifadhili Pakistan kwenye mpango wake wa silaha za nyuklia. Na katika mjadala wetu wa leo siko peke yangu studioni. Tutaangazia mengi kuhusu makubaliano hayo nikiwa na Abdurrahman Mohamed, mchambuzi wa siasa za kimataifa aliyeko Uingereza, na Abdul Fattah Musa, mchambuzi wa siasa za kimataifa aliyeko mjini Tehran nchini Iran. Sijui kama mnanipata vizuri? Tunakupata vizuri. Naam, shukran sana. Naona Abdul Fattah bado hatujampata katika laini ya simu, lakini kwa kwanza tu labda nianze kwako Abdurrahman Mohamed. Makubaliano hayo kati ya Saudi Arabia na Pakistan yana maana gani kwa usalama wa Mashariki ya Kati na Ghuba? Ni makubaliano ambayo yamerasmishwa, yani yamefanywa rasmi, kwa sababu Saudi Arabia na Pakistani tayari ni nchi ambazo zilikuwa zina mashirikiano kadhaa ya kijeshi, lakini sasa hivi yamefanywa kuwa ni rasmi sana. Na eneo kuu, yani sehemu kuu ya makubaliano hayo ni kwamba inaeleza kwamba shambulio dhidi ya taifa moja litachukuliwa kama ni shambulio dhidi ya mataifa yote mawili. Kwa hiyo unachukuliwa kama ni mkataba au makubaliano ya kujihami zaidi kuliko wa kushambulia, na utatoa mashirikiano au utaimarisha mashirikiano ya kijeshi au vile vile kudhibiti vitisho dhidi ya mataifa ambayo yanaonekana si rafiki. Tutakuwa na mashirikiano katika mafunzo, teknolojia, taarifa za kiusalama na hata mazoezi ya kijeshi. Kwa hiyo ni mashirikiano makubwa sana ya kiusalama na ni badiliko kubwa sana la mfumo wa kiusalama, hasa katika eneo la Ghuba, yani Mashariki ya Kati, kwani kama tunavyoelewa kwamba mataifa ya Mashariki ya Kati yalikuwa yanaitegemea zaidi Marekani katika swala zima la kiusalama, lakini hili ni badiliko kubwa sana kwa Saudi Arabia kuingia makubaliano na Pakistani rasmi kabisa katika masuala kama haya. Sasa umetaja vizuri kwamba mataifa ya Ghuba yalikuwa yanategemea sana Marekani kama inayotoa dhamana ya kiusalama kwa maeneo haya. Sasa kwa ushirikiano huu mpya, inamaanisha kwamba ni imani imepotea kwa Marekani ama ni vipi? Nadhani huko ndiko tunakoelekea, kwa sababu shambulio la Israeli la hivi karibuni dhidi ya Qatar ambaye ni mshirika wa Marekani limetoa taswira tofauti kabisa, kwamba sasa hivi inaonekana kama kwamba nchi za Mashariki ya Kati haziamini vizuri sana Marekani. Ni muda mrefu tangu wakati wa utawala wa Rais Biden kabla ya Trump, Saudi Arabia ilikuwa inataka kuwepo na mkataba rasmi kabisa wa dhamana ya usalama. Mkataba huo haukuweza kufikiwa wakati wa utawala wa Biden. Kukawa na matarajio au matumaini fulani Rais Donald Trump alipoingia madarakani, lakini pia bado hakuna mkataba wa aina hiyo kati ya Saudi Arabia pamoja na Marekani. Na kama nilivyosema, matukio ya hivi karibuni, mashambulizi dhidi ya mataifa kadhaa ya Mashariki ya Kati ya Israel yamesababisha kwamba Saudi Arabia haioni kwamba Marekani ni taifa ambalo litaweza kuihami dhidi ya mashambulizi ya taifa kama Israel hasa kwa sababu kama mshirika mwenza wa Marekani, Qatar wa Marekani ameshambuliwa na Israel, na Marekani imekubaliana na shambulizi lile. Kwa hiyo nadhani imefika wakati Saudia inaona kwamba iangalie sehemu nyingine. Sasa kwa hofu hiyo kwamba Qatar ilishambuliwa na ikitiliwa maanani kwamba Pakistan ndilo taifa pekee la Kiislamu lenye nguvu ya nyuklia, nikikugeukia Abdul Fattah, unadhani hii ni moja sababu ya Saudi Arabia kusogea karibu na ubavu wa Pakistan, labda ikijaribu kujinufaisha kinyuklia kwa njia isiyokuwa moja kwa moja?
Ni kweli kwamba Saudi Arabia yenyewe kwa upande mmoja, kutokana na ilichoeleza kama ni hofu ya Iran kwamba huenda Iran ikawa, pamoja na kutangaza kwamba haina lengo la kuunda silaha za nyuklia, lakini imepoteza imani kwa kuzingatia kwamba Iran ni mshindani mkuu wa Saudia katika eneo la Mashariki ya Kati. Fikra nzima ya Saudia kuwa na mielekeo au misimamo ya kujielekeza kwenye masuala ya nyuklia imekuwepo kwa muda mrefu. Saudia imekuwa ikitangaza hivyo, na inavyoonekana, pamoja na kwamba kama alivyotangulia kueleza mwenzangu hapo Abdurrahman Mohamed, ni kwamba huko nyuma imekuwa ikipigania sana suala la kuanzisha makubaliano maalum ya kijeshi na Marekani ya kiulinzi, lakini hili limekuwa ni kikwazo kutokana na kwamba Saudia haijawa tayari kuanzisha uhusiano rasmi wa kidiplomasia na Israel. Ilikuwa ni moja ya masharti ya kuwepo mkataba kama huo. Lakini kwa upande wa pili, kwa kuwa nayo imekuwa na wasiwasi huo kwa kwamba pengine ikiwa Iran itakuwa na nguvu za nyuklia itakuwa ni tishio kwa nchi nyingine za Ghuba ya Uajemi na Mashariki ya Kati, huenda hatua hii tukaweza kuitafsiri pia kwamba moja ya malengo yake ya kujikurubisha na Pakistan, ambayo yenyewe Pakistan ni nchi yenye uhusiano mzuri sana na Saudia, ingawa kwa upande wa pili imekuwa na mivutano na Iran kutokana na matatizo ya mipakani ya mashambulio baina ya pande mbili yanayofanywa na makundi ya waasi. Jambo hilo nahisi kwamba linaweza ikaleta mlingano mzuri kwake yeye endapo hiyo hofu ya kwamba Iran inaweza kaunda silaha za nyuklia, jambo kama hilo endapo litatokea, Saudia nayo itajihisi kwamba imeshapata nchi ambayo nayo itaweza kuihami kwa upande wa nguvu za nyuklia. Abdurrahman, inafahamika kwamba kwa taifa kuwa na nguvu za nyuklia ama silaha za nyuklia sio lengo ama nia ya kutumia silaha hizo moja kwa moja, lakini kwa muktadha wa makubaliano hayo kati ya Saudi Arabia na Pakistan, unadhani Pakistan inaweza kuilinda Saudi Arabia kama inavyoweza kujifanyia yenyewe panapokuwa na swala la mashambulizi? Mkataba haukuweka wazi nini hasa kitafanyika iwapo labda moja kati ya nchi mbili hizo itashambuliwa, lakini lengo ndio hilo. Lakini je, Irani itaweza kufanya hivyo? Pakistan itaweza kufanya hivyo? Tumeona kwamba Saudi Arabia ilipoingia vita dhidi ya kundi la Mahuthi nchini Yemen, Saudi iliitaka Pakistani ishiriki kwenye vita vile, lakini Pakistani haikushiriki na ilikataa kushiriki moja kwa moja kwenye vita vile. Kwa hiyo labda huenda mkataba huu utaondoa jambo kama hilo lisije likatokea tena, kwa sababu safari hii kama nilivyosema awali ni mkataba rasmi, lakini mpaka tukio litakapotokea hatuwezi tukawa na uhakika wa moja kwa moja kama nchi hizo zitashirikiana kivita moja kwa moja. Kwa mfano kama nchi moja itashambuliwa na nchi ambayo ni adui kwa nchi. Na upande wa pili wa studio niko na Najat Omar, amekuwa akifuatilia wanaoyatuma wafuatiliaji wetu. Najat, wanasemaje kufikia sasa? Wanasema mengi sana. Mjadala huu naona umekuwa na maoni mengi sana. Kwa mfano Mbaga Karimu kutoka Mbezi anasema mkataba huo wa nchi hizo ni kuweka ulinzi na kuogopa kushambuliwa kwa nchi nyingine wa kile kilichotokea Qatar, hususan kwenye sehemu ya ulinzi. Lakini pia kuna mwingine anaitwa Mbaga Karimu wa Mbezi, Dar es Salaam, anasema kwa hali ilivyo sasa nchi nyingi zinaweka ulinzi na kuogopa kushambuliwa na nchi nyingine. Hiyo ndio sababu ya nchi za Kiarabu kutaka ulinzi huo. Lakini Banuchi Festro Joseph asema Saudi Arabia hawakuwa na mambo kama haya zamani. Waangalie wasije wakaingia kwenye mtego usio salama. Naam, ndio maoni hayo ya wafuatiliaji wetu. Endelea ukihitaji, niko hapa. Naam. Sasa nikirudi kwako Abdul Fattah, makubaliano haya ya ulinzi kati ya Saudi Arabia na Pakistan yamekuja siku chache baada ya Israel kushambulia nchini Qatar ikidai kuwalenga viongozi wa Hamas. Makubaliano haya yanatuma ujumbe gani hasa kwa Israel? Makubaliano haya yanatuma ujumbe kwamba sasa katika eneo la Mashariki ya Kati, kutokana na Israel mbali ya kutumia ushawishi ilionao kwa Marekani na madola ya Magharibi na kuamua kushambulia nchi yoyote wakati wowote mahala popote inapotaka, lakini hilo inalifanya kutokana na kuwa na nguvu za nyuklia. Kwa hivyo msimamo huu uliochukuliwa na Saudia wa kuanzisha uhusiano huu wa kijeshi na nchi yenye nguvu au yenye silaha za nyuklia unaonyesha kwamba Israel sasa itambue kwamba katika eneo hili la Mashariki ya Kati itakuwa sasa inakabiliana na changamoto hiyo ya kuwepo vile vile dola la Kiislamu ambalo lina nguvu za nyuklia na ambalo kimsingi halina uhusiano wote wa kidiplomasia na Israel, na msimamo ambao wawazi unajulikana kwamba ni wa kuunga mkono Palestina, pamoja na kwamba hatuwezi kukataa ukweli kwamba Pakistan yenyewe kwa namna moja au nyingine
si nchi inayojitegemea katika misimamo yake ya kisiasa na ina mfungamano kwa kiwango kikubwa na madola ya magharibi kama Marekani. Lakini pamoja na yote, kutokana na msimamo wa Saudia yenyewe kwamba sasa imeamua kidogo kidogo kujivua kutoka kwenye kwapa za madola ya magharibi au Marekani na kuanzisha hata uhusiano na madola mengine yenye nguvu kama China katika upande wa kiuchumi na hata katika mwelekeo ya kijeshi, ni kwamba hatua hii inalenga katika mwelekeo huo kwamba sasa Saudia na nchi za Mashariki ya Kati hazitaki kujiegemeza upande mmoja tu wa magharibi kwa kutegemea kwamba ziweze kuzilinda na vitisho hasa vya Israeli ambavyo vimeshuhudiwa karibuni waziwazi, na hasa kwa kuzingatia kwamba waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu ameapa kwamba wakati wowote na pahala popote watakapokuwepo viongozi wa Hamas atachukua hatua ya kushambulia kijeshi katika nchi hizo. Tukiangalia upande wa pili wa shilingi, Bwana Abdurrahman, mbali na Israel, India na Pakistan ni majirani wenye silaha za nyuklia na wamewahi kupigana vita kadhaa juu ya Kashmir. Hatua ya Saudi Arabia inaonyesha mshikamano ama imeonyesha mshikamano wa kijeshi na Pakistan. Labda makubaliano haya yanaleta wasiwasi wowote kwa upande wa India? Nadhani India ndiyo taifa ambalo limepata wasiwasi mkubwa hata kuliko hiyo Israel tunayojadili, kwa sababu India kama tunavyofahamu haina mahusiano mazuri na imekuwa na mahusiano ya kivita. Hivi karibuni kulikuwa kuna vita vya siku 4 hivi kati ya India na Pakistani. Na Pakistani pamoja na kuwa ni taifa lenye uwezo wa kinyuklia, lakini ni taifa ambalo kiuchumi haliko vizuri sana. Kwa mfano, deni la taifa la Pakistani ni karibu dola bilioni 250 ambayo ni 75% ya taifa ya pato la taifa la Pakistani. Kwa hilo ni deni kubwa sana. Kwa hiyo ushirikiano huu inaelekea utaweza kuipa Pakistani nguvu ya kifedha na hivyo kuweza kufanya maendeleo makubwa na mazuri zaidi katika labda utafiti na ugunduzi wa silaha mbalimbali. Kwa hiyo hili limeleta wasiwasi mkubwa sana kwa upande wa India, kwa sababu India inaona kwamba Pakistani itanufaika kifedha, japokuwa dunia inatizama kwamba Saudia itafaidika zaidi kijeshi. Kwa hiyo nadhani India kuwepo na malalamiko mengi sana kuhusu hili. Muda unatupa kisogo, lakini labda kwa kumalizia, Abdul Fattah, waziri wa zamani wa mambo ya nje wa India Kanwal Sibal ameuita mkataba huu kosa kubwa la kimkakati kwa upande wa Saudi Arabia na akaonya kuwa huenda ukaathiri usalama wa taifa la India. Hii inamaanisha nini hasa? Kwa ufupi tu. Ni hatua ambayo inataka kutoa hali ya tahadhari kwa Saudia, kwa sababu Saudia inajulikana kwamba nayo ina uhusiano mzuri na India hasa kwa upande wa kiuchumi. Kwa hivyo kauli hii kwa kutolewa na mwanadiplomasia huyu wa zamani wa India tunaweza tukaichukulia kama ni aina fulani ya indhari kwa Saudia kwamba iangalie na kuhakikisha kwamba uhusiano wake huu mpya wa kijeshi ulioanzisha na Pakistan hauji kuleta hali ya mivutano na kuweza kuathiri mahusiano yake ya muda mrefu ambayo imekuwa nayo Saudia na India katika kila upande. Shukran sana Bwana Abdul Fattah Musa na Abdurrahman Mohamed kwa mchango wenu katika mjadala wetu leo. Upande wa pili wa studio Najat Omar pia asante sana. Muda